أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo na wakati huu, hebu twende tukatazame dua ya kuwakinga watoto pamoja na kuwaboresha wawe imara au kuwaimarisha katika maisha yao ya utoto, ili waweze kupata makuzi yaliyokuwa bora, wasiingiwe na hasadi, wasiingiwe na ubaya, mpaka kufika katika ukubwa wao. Wasifeli katika mitihani yao ya mashuleni, wafanye vizuri mashuleni, wafanye vizuri katika vipaji vyao, mpaka mwisho ambao Allah amewapangia sehemu wafike. Hivyo leo tunakwenda kusomeshana elimu ya dua ya kuweza kuwadhibiti watoto wetu na kuwakinga, ili wasiweze kuwa katika matatizo na waendelee kukua katika makuzi yaliyokuwa bora zaidi, insha Allah biidhnillah. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji katika chaneli yetu hii, kwanza kabisa naomba uende ukasubscribe katika chaneli yetu, ili mradi uendelee kufuatilia zaidi na zaidi madarasa yetu, uweze kujifunza vitu vingi zaidi insha Allah. Katika siku hii ya leo moja kwa moja twende tukajifunze ilmu hii, ambayo si nyingine bali ni hii ilmu ya hawa watoto wetu. Yoyote yule ambaye anataka kuwafanya watoto wake kuwa bora na kuwawekea kinga madhubuti na kuzidi kuwa-update katika maisha yao na kuwaboreshea vipaji vyao, basi hakikisha unachukua maji ya kisima. Chukua maji ya kisima yale yaliyotuama sehemu, yakapatikana kwa kutumia chemchem. Wachana na maji yanayovutwa kwa kutumia umeme. Achana na maji yanayovutwa kwa kutumia pampu. Chukua yale maji ambayo unayakuta yametuama kwenye kisima. Kisima kipana. Unaingiza chombo, unachota. Hayo ndio maji yanayotakiwa. Kinachotakiwa kifanyike ni hichi: chukua maji ya kisima yenye asili ya chemchemu, kisha maji hayo yasomee sura hizi mbili, lakini aya zinazopatikana katika sura hizi. Sura ya kwanza ni surati Taha na sura ya pili ni suratil Kahfi, ambapo katika surati Taha utasoma aya ya 108. Pia katika suratul Kahfi utasoma aya nambari 25. Utafanyaje sasa? Utachukua maji yako ya kutosha, kisha utayaweka mbele yako. Weka maji yako mbele yako yasiyopungua, hata kama ni kiasi cha lita 1, si haba. Yachukue yaweke mbele yako. Hakikisha umeyafungua yako wazi, na kisha maji hayo utatia nia zako zidi ya watoto wako. Nia utakayoweka sio nia ya kitu kingine, kwa sababu hizi ni mifumo ya watoto tu. Utaweka nia dhidi ya watoto wako, kisha utaanza kuisoma surat Taha kuanzia aya ya 108. Aya hii utaisoma mara 21. Inasema, aya hii inaanzia mwanzo kabisa, lakini sisi tutaanzia katikati mwa aya.
ambako hapa tunapata maneno yanasema wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa. Kwa hiyo utakuwa unairudia rudia mara 21. Wa khasha'atil aswat lirrahman fala tasma' illa hamsa, sio khamsa, illa hamsa. Nenda kafungue sura utaikuta. Kisha ukishasoma mara 21 utapuliza yale maji. Alafu tena utakwenda kuisoma hii Suratul Kahfi aya 25, ambayo yenyewe utaanza moja kwa moja mwanzo wa aya, nayo inasema walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Narudia tena, inasema walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Hizi aya kila moja wapo hakikisha unaisoma mara 21. Na baada ya kuisoma mara 21 utapuliza maji yako, alafu kisha maji hayo utayachanganya na haltiti. Changanya na dawa inaitwa haltiti. Yani hiyo haltiti itakuwa iko pembeni, ila maji haya utayaweka pembeni. Kama ni kwenye lita 1, utachukua maji mengine ya kawaida utatia katika chombo, alafu utachanganya na haya uliyosomea dua, maji ya kisima kidogo, alafu utachanganya na haltiti pamoja na unga wa mkunazi. Tafuta mkunazi uliosagwa vizuri kabisa, changanya, alafu kisha mkogeshe mtoto wako. Muogeshe mtoto wako. Asubuhi utamuogesha, jioni utamuogesha kwa muda wa siku 7 mfululizo. Kama alikuwa ana matatizo yoyote yatakwisha, na kama alikuwa analialia sana usiku, kulia kwake kote kutaishia hapo. Yani mtoto yoyote ambaye analia sana, mfanyie dua hii, utakuwa umemaliza kazi. Lakini pia mtoto huyu kama alikuwa hayuko vizuri darasani atakuwa vizuri, kama alikuwa na sahau atakuwa hasahau tena. Yani utakuwa umemzimbundua na umemfungua katika mambo mengi, na atakuwa ni mmoja kati ya watoto bora ambao watakaokuwa ni watoto wazuri huko mbeleni katika makuzi yao. Inshallah kufikia hapo, naomba nikupeni tangazo hili. Walillahi alhamdu, tumekuwa tukitoa mafusho haya yenyewe hayachagui. Hata kama ni mtoto akili zake zimekwenda tofauti, hawezi kuhifadhi chochote darasani, haelewi anachosomeshwa, basi tumia dawa hii kwenye kumchomea, anajifukiza. Ukitaka maelezo zaidi nitafute kwenye simu hiyo chini hapo, tuweze kuongea nikuelekeze. Kwa hiyo tunayo mafusho mujarrab sana ambayo yanapatikana, tunaweza kukutumia popote pale. Mafusho haya sio mafusho ya kawaida, ni mafusho ya tofauti sana na ambayo umewahi kuyaona. Habari yake ni kubwa na matirio yake ni magumu kupatikana, lakini yanapatikana endapo utayafuatilia. Na ipo siku tutakuja kutoa darsa rasmi la kufundisha mafusho haya jinsi gani yanavyotengenezwa inshallah. Inshallah mafusho hayo yanapatikana, na ukiyataka njoo katika simu tuweze kuzungumza. Yanaondosha mikosi, mabalaa, nuksi, majini, uchawi, kila aina yoyote ya mabaya yaliyokuwa katika mwili wa mtu, mafusho haya yanaondosha. Lakini pia tunaweza tukatangaza pia tangazo la mwisho kwa yoyote anayetaka mchumba. Kama wewe ni mwanamume unataka mke wa kuoa, kama wewe ni mwanamke unataka mume wa kukuoa, basi nakuomba njoo katika namba yetu hapa. Tunao wanaotaka kuolewa na tunao wanaotaka kuoa. Njoeni ili mradi tuweze kuwasaidia mpate nusura inshallah. Kufikia hapo, ni kuombe wewe ambaye bado haujasubscribe usiache kusubscribe, na pia ukashare na wenzako wapate kujifunza
Niseme tu kwamba ulikuwa nami ndugu yako Ustaz Muhammad Kundia almaarufu Uncle K. Wal afwa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.